Hello mpenzi mtazamaji wa YouTube channel ya Stony Product. Karibu tena wakati mwingine katika kutazama video hii. Kabla hatujaendelea mbele, tafadhali tunaomba uweze kusubscribe channel hii, kulike pamoja na kucomment, lakini vile vile kwa moyo wa upendo uweze kushare somo hili ambalo naenda kukuelekeza muda mchache mbele ili watu wengi wakaweze kunufaika nalo. Siku ya leo Stony Product channel ya YouTube kupitia mwandishi wake Livingstone Musa tunakuletea somo ambalo litaenda kukufunua au kukuongezea maarifa kuhusiana na swala zima la uandishi wa vitabu. Uandishi wa vitabu imekuwa ni topic ambayo inagusa watu wengi, lakini kutokana na changamoto za kutokujua mtu aanzie wapi, ndoto hii wengi wameweza kufa nayo kwa kutokuitimiza au kuifanyia kazi. Sasa katika video hii unapoenda kutazama, utaenda kuangalia vitu muhimu kwa njia ya summary ambavyo vitaweza kusaidia wewe kama mwandishi chipukizi au ni mwandishi umeandika kitabu chako lakini umekwama njiani, hujui uendelee vipi, unakosa idea za kuweza kuandika, unakosa au unapata changamoto ya kupata masoko kwa vitabu vyako ulivyoandika. Lakini kupitia kitabu hiki kipi ambacho kinaitwa Jifunze Mbinu za Uandishi wa Vitabu Hadi Kuwa Mbobevu, kilichoandikwa na Livingstone Musa, basi tutaenda kuangalia kitu kimoja mpaka mwisho, tangu unapoanza na wazo hadi unapoingia sokoni. Sasa kitabu hiki kimegawanyika katika sehemu 7, kikiwa na maana sura 7. Tutaangalia kwa ufupi kila sura ambayo utaangalia. Katika kila sura utaweza kupata ni vitu gani ambavyo wewe kama mwandishi unavikosa katika kuendelea kuandika kitabu chako ambacho ulishakianza au bado haujakianza lakini una ndoto ya kuandika kitabu chako. Moja kwa moja tuweze kuangalia summary fupi ya hicho kitabu cha Jifunze Mbinu za Uandishi wa Kitabu mpaka Kuwa Mbobevu. Tutaangalia sura ya 1 mpaka sura ya 7, then utaangalia mambo ambavyo yatakuwa ni rahisi katika kuweza kuandika kitabu chako. Katika sura ya 1 tutaangalia sura inayoitwa Kwa nini usome vitabu vya watu wengine. Wewe ukiwa kama mwandishi, ni jukumu lako muhimu kabisa la kuweza kusoma vitabu vya watu wengine. Ili uweze kuandika ni lazima usome. Ni mvivu wa kusoma, basi itakuwa ni vigumu kwako kuweza kuandika. Na kwa nini tutaangalia sura hii, kwamba kwa nini uweze kuangalia kusoma vitabu vya watu wengine, waandishi wengine waliotangulia. Inawezekana wakawa wameandika kwenye topic ile ile ambayo unataka kuiandikia, au ni topic tofauti ambayo unatamani kuiandikia. Hivyo kuna umuhimu wa wewe kuweza kusoma vitabu mbalimbali ambavyo vitakupanua mawazo kwa kuangalia mijengo na miundo ya kazi zao walizoziandika. Na kama ni kwa topic ile ile, utaweza kujifunza kwa vile ambavyo umeweza kuviandikia, basi ni vitu gani hawajaviandika kwa ufasaha, au ni vitu gani waliviandika lakini vimekuwa outdated, vimepitwa na wakati. Hivyo wewe kama mwandishi itakuwa ni jukumu lako kuweza kuviboresha kulingana na nyakati zilizopo. Katika sura hii pia tutaangalia subtopic ambayo nasema wewe kama mwandishi sasa umeshakishika hicho kitabu, lakini utasoma vitabu gani? Au umeshapata hilo wazo, unataka usome hivyo vitabu ambavyo vinaendana na wazo lako, utaangalia ni vitabu vya aina gani. Hapa ni muhimu kama mwandishi kuweza kugundua vitabu vya kuweza kusoma, kwani sio kila kitabu utaweza kukisoma kulingana na topic ambayo unaiandikia. Kwa mfano, itakuwa ni vigumu sana wewe unataka kuandika vitabu vinavyohusiana na dini kwa mfano, halafu ukao unasoma vitabu vinavyohusiana na siasa au saikolojia. Pengine kwa saikolojia inaweza ikaingiliana, lakini labda unaandika vitabu vya dini halafu unasoma vitabu vinavyohusiana na masuala ya uchimbaji wa madini, itakuwa ni kosa kubwa sana. Hivyo unachotakiwa kufanya, una wazo la kuandika vitabu vya dini,
Tafuta vitabu vya dini vinavyohusiana na masuala ya Mungu. Kama ni Mkristo, kama ni Muislamu, utaangalia ni vipi ambavyo vinaweza vikaendana na wazo lako. Lakini katika mada hiyo hiyo tutaangalia namna gani ambavyo unaweza ukapata njia ya kuweza kupata hivyo vitabu. Kuna njia tofauti tofauti. Unawezekana ukawa ni msomaji mzuri wa vitabu, lakini hujui sehemu gani unaweza ukapata hivi vitabu kwa ajili ya kuweza kusoma. Sasa katika kitabu hiki tumeelezea namna gani unaweza ukapata vitabu kutoka sehemu mbalimbali, iwe ni kwenye blogs, kwenye websites na sehemu zingine ambako wanakutana watu wanaosoma vitabu. Lakini vile vile tutaangalia hatua 4 za kusoma vitabu kwa urahisi. Ni wazi na nimeshuhudia watu wengi wakija inbox wakisema kwamba unawezaje kusoma vitabu. Kwa maana hiyo, kumbe kusoma vitabu ni changamoto kwa baadhi ya watu. Sasa katika kitabu hiki cha Jifunze Uandishi wa Vitabu Hadi Kuwa Mbobevu, tutaangalia mbinu rahisi ambazo zitakusaidia wewe kama mwandishi unayetaka kuandika kitabu chako kikiwa katika hali ya ubora zaidi, kwa kutumia reference za watu wengine, kwa kuangalia mijengo ya watu wengine waliandikaje. Nitakufundisha mbinu 4 zitakazo kusaidia wewe kuanza kusoma vitabu hata kama ulikuwa ni mvivu kiasi gani. Kuna mbinu ambazo nimeziandika humo, nitaenda kukufundisha na uanze kuandika vitabu vyako kwa njia rahisi kabisa. Lakini katika sura hiyo hiyo, kabla hajaisha, tutaangalia faida za kusoma vitabu vya watu wengine. Kwa nini uweze kusoma vitabu vya watu wengine wewe ukiwa kama mwandishi? Je, ni kweli kwamba nisiposoma vitabu vya watu wengine sitaweza kuandika kitabu? Au kwa nini nisome vitabu vya watu wengine ndipo niweze kuandika vitabu? Yes, karibu katika sura ya 2 ya kitabu chetu cha Jifunze Hatua za Uandishi wa Kitabu Chako Hadi Kuwa Mbobevu, pamoja na Livingstone Musa. Katika sura ya 2 ya kitabu hiki tutaangalia cha kwanza, mbinu 9 za uandishi wa vitabu. Mbinu 9 za uandishi wa vitabu. Kwa nini tuangalie mbinu 9 za uandishi wa vitabu? Hizi ni mbinu ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuepuka makosa wakati wa uandishi au baada ya uandishi, au vile vile ni mbinu ambazo zitakurahisishia wewe safari yako ya uandishi kuwa rahisi zaidi kuliko nyakati zote. Ni vitu gani uweze kuzingatia ili kuweza kufanya jambo lako kwa urahisi, lakini katika ubora unaohitajika. Baada ya kuangalia mbinu 9, tutaangalia hatua muhimu 8 katika uandishi wa vitabu. Kuna hatua 8 za muhimu unapoandika kitabu chako. Wewe kama mtu ambaye ndo unaanza kuandika, au ulishawahi kuandika, au umekuwa ukiandika lakini unapitia nyakati ngumu sana hadi kuja kukamilisha kitabu chako. Hivyo tutaangalia katika sura hii hatua muhimu 8. Tutaangalia hatua ya kwanza ni ipi, hatua ya pili ipi, ya 7, ya 8 mpaka ya mwisho, ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuandika kitabu chako kwa urahisi. Na baada ya hapo tutaangalia baadhi ya visingizio vya kwa nini watu wengi wamekuwa na ndoto ya kuandika vitabu lakini unajikuta wanashindwa kuandika vitabu vyao. Nimekuwa nikipita katika kurasa mbalimbali za watu za mitandao ya kijamii, nakutana na mawazo mazuri, mtu ameandika wazo zuri, amechapisha vizuri, kiasi kwamba unafikiria hili wazo endapo angelibadilisha akaliweka katika maandishi lingewafaa watu wengi zaidi, hata vizazi vijavyo, kwa sababu ya namna alivyolijenga. Lakini kutokana na visingizio mbalimbali, wengi wamekuwa wakishindwa kuandika vitabu kutokana na hivyo visingizio wanavyoviandika. Lakini leo hii tunapozungumzia, kuna mtoto wa miaka 9 na mtoto wa miaka 7 wameweza kuandika vitabu vyao. Sasa tutaangalia hivyo visingizio ndani yake ambavyo watu wengi wamekuwa wakivisingizia kwamba vinawazuia wao kuweza kuandika vitabu, na tutaangalia imekuwaje kama ni visingizio hivyo, halafu kuna watu wengine ambao ni watoto kabisa, miaka 7, miaka 9, wameweza kuandika vitabu vyao na vinafanya vizuri hadi nje ya nchi na bara la Ulaya. Na baada ya hapo tutaingia katika sura ya 3 ambayo tutaangalia njia 5 za kuandika kitabu chako bila kompyuta.
Watu wengi, kisingizio kikubwa, katika moja ya visingizio ambavyo tutakuwa tumeviangalia katika sura ya pili, kisingizio kikubwa cha watu wengine wamekuwa kusema kwamba hawezi akaandika kitabu kwa sababu hana kompyuta. Hii dhana ni ya uongo na ni upotofu, kwa sababu ili uweze kuandika kitabu kuna njia mbalimbali unaweza kuzitumia ukaandika kitabu chako hata bila kuwa na kompyuta wala laptop. Sasa katika njia hizo 5 ambazo tutaenda kuziangalia katika kitabu cha Jifunze Uandishi wa Vitabu hadi kuwa Mbobevu, kuna njia tofauti tofauti ambazo ukikisoma hiki kitabu wewe kama mwandishi au una nia kuandika lakini hujui uweze kuandika uanzie wapi, kuna mbinu ambazo nimeziandika katika kitabu hiki. Kwa hiyo utakapokuwa umekipata hiki kitabu utajua ni mbinu gani rahisi kwako kwa mazingira uliopo ili uweze kuandika, kwa sababu njia rahisi ya kufanya jambo lolote ni kuanza. Hakuna mtu ambaye atasema nitafanya kesho. Kesho haina mwenyewe, na anayesubiria kesho hajui kesho itakuwaje. Kwa hiyo njia rahisi ya kuweza kutimiza ndoto yako, kutimiza kusudi lako ni kuweza kuanza. Baada ya kuangalia hizo njia 5, tutakuja kuangalia artificial intelligence, AI. AI imekuwa ni wimbo wa taifa, wimbo wa dunia kwa saa hizi kwa sababu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Wengi wamekuwa wakihofia namna gani AI inaweza kaja kureplace kazi zao, inaweza kureplace nafasi zao, ujuzi wao. Sasa je, tutaangalia AI katika uandishi wa vitabu inaingiaje? Nimekuwa nikipita katika mitandao mbalimbali na kutana na comment za watu kwamba sasa hivi ukiangalia changamoto iliyopo hasa Tanzania, ipo changamoto ya ajira, lakini pia uwepo wa AI, artificial intelligence, pia umeongeza hofu kwa watu wanaotafuta kazi, kwa sababu ya kwamba hii AI itakuja kureplace kazi zao. Sasa imagine mtu anayeandika barua ya maombi ya kazi anatumia AI kuandika barua ili mradi aweze kufanikiwa katika maombi yake, na wakati huo meneja mwajiri anatumia AI kukagua barua ambazo zitaweza kufanya vizuri kulingana na sifa unazozihitaji. Kwa unakutana AI dhidi ya AI, nani mjanja? Unaona kabisa kumbe AI inaweza kuwa ni tishio. Lakini tutaangalia sasa katika sanaa ya vitabu AI inaweza kufanya kazi gani? Inaweza kufanya kazi, inaweza kureplace uandishi wa vitabu na mambo mengine tutaangalia ndani. Na baada ya hapo, kitu cha mwisho katika sura ya 3 tutaangalia aina za waandishi, ambapo baada ya kuangalia hizo aina za waandishi utaweza kujikagua na kujigundua wewe kama mwandishi kwa wakati huo wewe utakuwa katika aina ipi ya waandishi. Tutaziangalia katika sura ya 3. Karibu sasa katika sura ya 4, ambapo katika sura ya 4 tutaangalia maeneo 8 muhimu katika kitabu. Maeneo 8 muhimu katika kitabu. Hello mpenzi mtazamaji, karibu katika sura ya 4 ya mwendelezo wa video fupi kuhusiana na summary ya kitabu cha Jifunze Uandishi wa Vitabu hadi kuwa Mbobevu kilichoandikwa na Livingstone Musa. Sasa katika sura ya 4 tutaangalia maeneo 8 muhimu ya kitabu. Maeneo 8 muhimu ya kitabu. Je, ili kiitwe kitabu kinatakiwa kuwa na sifa zipi? Ndio hayo maeneo 8 ambayo tutaangalia. Tutaangalia eneo la kwanza, kama ni kitabu, kama ni cover, kama ni picha ya mwandishi, kama ni jina, masuala ya upangaji, wahariri, tutaangalia humu ndani. Wewe kama mwandishi unapaswa kujua maeneo 8 muhimu ya kitabu. Na mara baada hapo tutaangalia sehemu kuu 3 za jalada. Kitabu kama kitabu kina sehemu kuu 3 ambazo zote ni za muhimu katika kuweza kuzizingatia, hasa unapoandika kitabu kwa ajili ya kukipeleka sokoni. Sasa kupitia kitabu hiki cha Jifunze Uandishi wa Vitabu hadi kuwa Mbobevu tutaangalia hizo sehemu kuu 3, na kila sehemu tutaitolea ufafanuzi na kuitolea umuhimu wake na hasara zake endapo hautaizingatia. Lakini mara baada ya hapo tutaangalia eneo kuhusu mwandishi kule nyuma ya jalada la kitabu, sehemu kuhusu mwandishi, sehemu kuhusu kitabu, yanafaa kuwepo maelezo ya aina gani
ili yaweze kumshawishi au kumvutia mlaji wako wa mwisho ambaye ni mteja anapokuwa anahitaji kitabu chako. Lakini tutaangalia eneo lingine kuhusiana na uhariri, tutaangalia kuhusiana na ISBN, tutaangalia kuhusu KOSOTA, tutaangalia kuhusiana na haki miliki pamoja na hati miliki. Haki miliki na hati miliki ni maneno mawili ambayo watu wengi wamekuwa wakiyachanganya sana. Kwa hiyo tutaangalia haki miliki na hati miliki, ipi inatumika sehemu gani na ipi inatumika sehemu gani. Vyote tutaviangalia katika kitabu hiki. Cha muhimu ni wewe kutokukosa kuwa na nakala hii ya kitabu hiki ambacho nitakupa maelezo mwishoni namna ya kuweza kukipata. Lakini katika sura ya 5 tutaangalia sababu 13 za kuhusiana na uandishi wa vitabu. Sababu 13 kwa nini uandike kitabu chako. Sababu 13 kwa nini uandike kitabu chako. Kila mmoja hapo ana sababu ya kuweza kuandika kitabu chake, kwa sababu maisha yako yenyewe tayari ni kitabu tosha. Tukimrejelea marehemu Dr. Mwinyi alisema, maisha yangu ni kitabu ambacho kinapaswa kusomwa na mtu yeyote. Hivyo jitahidi sana kuweza kuandika historia yako ikiwa nzuri, ili hata yule msomaji atakayekuwa anasoma hicho kitabu chako kuhusiana na maisha yako, ili aweze kuvutiwa, aweze kutamani maisha yako. Hivyo kumbe kila mtu ana sababu ya kuweza kuandika maisha yake na kugeuza kuwa katika mfumo wa kitabu, ili kije kiwafai watu wengine, vizazi na vizazi, watoto, wajukuu na watu wengine. Mara baada ya kuangalia hizo sababu 13 za kwa nini uandike kitabu chako, nadhani katika moja ya sababu ambazo wewe mwenyewe unahitaji kuandika kitabu chako na kusukuma kila siku, lakini umeshindwa kuchukua jukumu, utakutana nayo na itakupa ufafanuzi mzuri wa wewe kuweza kuanza kuandika kitabu chako. Na mara baada ya kuangalia hizo sababu 13, tutaingia katika sura ya 6 ambayo tutaangalia hii itakuwa ni sura kuhusiana na masoko na kufundisha sehemu ya namna utakavyoanza kuandika kitabu, lakini lazima nikufundishe pia sehemu ambayo unaweza kupata masoko ya vitabu vyako. Kwa sababu unaweza kaandika vitabu nikakuandikia vitu vizuri vya kuweza wewe kuanza kuandika vitabu, la pengine lengo lako uandike vitabu kwa ajili ya fedha, manake uuze upate fedha. Sasa itakuwaje nitakapokufundisha halafu nakutana na matokeo ambayo hayaeleweki sokoni? Hivyo lazima nitakupa mbinu za kuweza wewe kupata fedha kulingana na lengo lako. Japokuwa wapo waandishi wanaoandika si kwa lengo la fedha, lakini wewe ikiwa kama unaandika kwa ajili ya lengo la fedha na mambo mengine, namna gani unaweza kuwafikia walaji wako mara baada ya kuandika kitabu chako. Lakini pia katika hii sura 8 ambayo inahusiana na masoko, tutaangalia nini tofauti kati ya huduma pamoja na bidhaa. Huduma pamoja na bidhaa. Tutaangalia huduma ni ipi na bidhaa ni ipi. Lakini tutaangalia masuala ya kuuza online pamoja na kuuza wewe kama mwenyewe, physical experience pamoja na online selling, physical selling pamoja na online selling. Zote tutaziangalia katika sura ya 6 ambayo inahusiana na masoko. Tutaangalia mtandao mmoja mara baada ya mwingine, namna gani unafanya kazi na namna gani ukiutumia kwa usahihi unaweza kukunufaisha wewe katika kuuza bidhaa yako ambayo ni kitabu. Na katika sura ya mwisho ya kitabu hiki cha jifunze uandishi wa vitabu hadi kuwa mbobevu, tutaangalia maeneo mbalimbali ambayo wewe kama mwandishi una ndoto ya kuandika kitabu unaweza ukayaandikia. Tutaangalia maeneo ya kisiasa, maeneo ya kidini, maeneo ya kiuchumi, maeneo ya mahusiano na maeneo mengine tofauti tofauti. Na ili uwe mwandishi, siku zote mwandishi ni mtu ambaye mara nyingi anakuwa mgunduzi wa tatizo na anakuwa mtu wa majibu au msuluhishi wa hilo tatizo. Kwa hiyo katika hizo nyanja ambazo nimekuelekeza hapo, manake tutaziangalia kwa undani zaidi na vipengele gani unaweza kuvipata ndani hata utakapokuwa unaandika kitabu chako, ili iwe rahisi sana. Kwa vyote tutaviangalia hapo, maeneo ya kuandikia kitabu, na mwisho hadi kufikia sura ya 7 utakuwa na uwezo wa kuandika kitabu chako
kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu nina uhakika vitu ambavyo viko ndani vimezingatia misingi yote ya uandishi kulingana na uzoefu, kulingana na tafiti ambazo nimezifanya kwa watu ambao wamekuwa ni wabobevu sana katika tasnia hii. Kiangalia hata waandishi nguli akina Ngugi wa Thiong'o leo wamefariki, lakini unaona kazi zao bado zinaendelea kuishi. Hiyo ni moja ya faida ya kuandika vitabu, kwamba utaacha alama katika dunia hii. Kwa hiyo ikiwa una ndoto ya kuandika kitabu chako na hujui wapi pa kuanzia, basi hakikisha unapata nakala yako ya kitabu cha Jifunze Uandishi wa Vitabu hadi kuwa mbobevu, ambacho ni sawa na misingi ya uandishi wake ni sawa na imezingatia namna mtoto ambavyo amezaliwa. Mtoto akiwa amezaliwa haelewi chochote, ataanza kwa kupewa maziwa ambayo hajagoshiwa. Kwa hiyo ataanza kulishwa taratibu mpaka anakuja kufikisha miaka 5, tayari kuna kitu anakuwa ameshakipata kutoka 0 mpaka miaka 5. Vivyo hivyo katika kitabu hiki kimezingatia misingi hiyo. Ndio maana kimeanza na sura ya kwanza, kwa nini usome vitabu vya watu wengine, kwa nini uzingatie hiki na hiki, kwa nini ufanye hivi, mpaka napokupeleka katika sehemu ya mauzo sokoni. Vyote vimezingatiwa katika kitabu hiki. Sasa ili kuweza kukipata kitabu hiki, nitakuachia linki hapo chini, lakini vile vile unaweza kutupata kupitia namba 0715374445 mwisho, 0715374445. Na namba nyingine unaweza kutupata kupitia 0621 pamoja na 761, 0621 761. Hiki kitabu kimeandikwa nami Livingstone Musa, ambacho kitakuelezea, na mara utakapokuwa umejipatia nakala yako hii, nitahakikisha kama utakuwa umeshachukua hatua ya kuanza kuandika kitabu chako, nitakusimamia mwanzo mpaka mwisho unakuja kukamilisha kitabu chako. Kama utakuja kukichapisha kwa njia ya hard copy au utachapisha kwa njia ya soft copy kwa kiuza mitandaoni, kwenye mitandao mikubwa, kwenye channel kubwa kama Amazon, ukauza duniani kote, ukauza Get Seller, ukauza Get Value, ni wewe mwenyewe. Ni hakikisha unachukua nakala hii au wasiliana nasi ili uweze kupata mafundisho na usimamizi wa uandishi wa vitabu mwanzo hadi mwisho. Usisahau kulike, usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, lakini pia usisahau kushare hii linki kwa kuwasambazia upendo watu wengine wenye ndoto ya kuandika vitabu ili waje wanufaike baadaye. Asante kwa kutazama video hii mwanzo hadi mwisho na kutakia wakati mwema. Usisahau kuwa karibu na channel yetu ya YouTube ya Stone Product. Karibu sana na tunakutakia wakati mwema. Kwaherini.